Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tuendelee na tafakari zetu. Tunaendelea na kipindi cha Kwaresma. Tupo katika kituo cha 3, mimi naita tunamkuta Yesu yupo katika kisima na anamletea wokovu mwanamke Msamaria. Lakini kabla ya kutafakari masomo, ningependa tuanze na sehemu ya kwanza ya tafakari yetu. Sehemu ya kwanza nataka niongelee juu ya takaso la wakatekumeni. Wakatekumeni ni wanafunzi ambao wanajiandaa, wameandaliwa kimsingi kwa miaka kadhaa. Sasa watapata ubatizo siku ya Pasaka. Sasa tuongelee kwanza juu ya hilo. Sasa wapendwa katika Kristo, Jumapili ya 3 ya Kwaresma, siku pekee sana katika maisha ya kanisa leo. Leo kanisa linaombea kwa namna ya pekee wanafunzi wakatekumeni wanaojiandaa kubatizwa, na tunafanya kile tunachokiita takaso la kwanza. Takaso la kwanza lina maana gani au ni nini maana yake? Takaso ni kwamba kanisa linamwomba Mungu aingie mioyoni mwa wale wanafunzi wanaojiandaa kubatizwa Pasaka, au tunawaita wakatekumeni. Mungu aingie mioyoni mwao, aone yaliyo ndani, ayasafishe na awaandae kumpokea Kristo kikamilifu hapo siku ya Pasaka. Sio kwa sababu wana dhambi nyingi pengine kuliko wengine, hapana, bali kwa sababu kila mtu anayemkaribia Mungu anahitaji kutakaswa. Kwaresma ni kama safari ya jangwani. Katika safari hiyo kila mmoja ana kiu. Unapokuwa jangwani, miti hakuna, maji hakuna, ni kama mtu unakuwa na kiu jangwani. Hivyo kila mmoja ana kiu. Kuna kiu ya chakula, kiu ya amani nyumbani, kiu ya msamaha, kiu ya kumfahamu Mungu zaidi. Katika kipindi cha Kwaresma, wakati mwingine kama Waisraeli jangwani, tunaanza kunung'unika, Mungu yuko wapi? Kwa nini mambo haya hayabadiliki? Lakini Mungu hasahau watu wake. Anajua kiu yetu tunayokuwa nayo. Kwa wakatekumeni, leo ni siku ya kusogea karibu zaidi na Yesu. Ni siku ya kusema, Bwana, nina kiu na wewe. Lakini pia ni siku yetu sote ambao tunaendelea kumkaribia Bwana wetu Yesu Kristo. Na ni kwa sababu moja, hata sisi tulipobatizwa, ambao tumekwisha batizwa, tunaweza kuwa kanisani pengine kila Jumapili au kila siku, lakini mioyo yetu ikawa mikavu. Tunaweza kusali kwa midomo, lakini roho ikawa bado na kiu. Ndiyo maana leo Yesu anasimama katikati yetu na kusema, yeyote aliye na kiu na aje kwangu. Kumbe leo kanisa linatualika tusifiche kiu zetu, tusijifiche nyuma ya majina au nafsi, bali tumkaribie Yesu kama tulivyo, kwa sababu yeye pekee ndiye maji hai na yanayotosha kukidhi kiu yetu. Baada sasa ya maelezo hayo kuhusu takaso hilo la kwanza, twende sehemu ya pili ambayo ni masomo yetu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 mpaka ya 7. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 2 na aya ya 5 mpaka ya 8. Na Injili ni Yohane sura ya 4 aya ya 5 mpaka ya 42. Wapendwa katika Kristo, Jumapili ya 3 ya Kwaresma, neno la Mungu linatupeleka katika safari ya kina juu ya kiu ya mwanadamu na maji ya uzima yanayotoka kwa Mungu. Yanataka tuonyesha kiu yetu kama wanadamu kumjua Mungu na ule uzima ambao tunapata kutoka kwa Mungu, uzima ambao ndio uzima halisi kabisa.
na masomo yote matatu yanaunganika katika taswira moja kuu: jangwa, kisima na moyo wa mwanadamu unaotafuta kitu kitakachoujaza. Jangwa kwa maana tutasikia somo la kwanza wa Israeli wakiwa jangwani. Kisima tutasikia katika Injili, lakini moyo wa mwanadamu unaotafuta kitu kitakachoujaza. Unajua, mioyo yetu kama alivyosema Mtakatifu Agustino haitatulia mpaka iwe imetulia katika Mungu Baba mwenyewe. Somo la kwanza kama nilivyokwisha kusema, kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 mpaka ya 7. Hapo tunaona Waisraeli wako jangwani, wanakosa maji, wanamnung'unikia Musa, wanasema, kwa nini umetutoa Misri ukatuleta hapa jangwani kuhangaika na kiu hii? Katika hofu na hasira yao wanamsahau Mungu aliyewavusha bahari ya Shamu. Wenyewe wanajua Mungu labda amewaacha na wanakuwa watu wa hasira. Mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Naona walikuwa na hasira sana. Basi ndipo Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo uitoe mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali au mwamba katika Horebu, nao utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli, akapaita pale jina lake Masa na Meriba. Kwa hiyo Musa ndicho alichokifanya, akafuata maelekezo ya Mungu na watu wakapata maji, lakini walikuwa wamechachamaa mpaka anaogopa kwamba watampiga mawe. Lakini si kwamba Mungu alikuwa amewasahau, ni malalamishi moyo wa binadamu. Kama sisi hapa na pale, wakati mwingine tunapopatwa na shida mbalimbali katika maisha, tunadhani kwamba Mungu ametuacha. Si kwamba Mungu anakuwa ametuacha. Tumesikia Mungu anamwambia Musa apige mwamba kwa fimbo na maji yanatoka. Mahali pale panaitwa Masa. Masa maana yake ni majaribu. Si watu walipata majaribu kana kwamba Mungu hayupo. Na Meriba, Meriba maana yake ni malalamiko. Kumbe sehemu ile ni sehemu ambapo kulikuwa na majaribu ya kiu, alafu vile vile watu wana malalamiko makubwa. Ndiyo maana ya Masa majaribu na Meriba malalamiko. Kwa sababu waliuliza, je, Bwana yuko kati yetu au hayuko? Mbona tunapata mateso haya ya kiu? Kitabu cha Kutoka katika ujumla wake, ambalo somo la kwanza limetoka, kiandikwa kukumbusha Waisraeli au Wayahudi uaminifu wa Mungu katika safari yao ya wokovu. Ukisoma kitabu cha Kutoka utapata simulizi refu sana jinsi Mwenyezi Mungu alivyowakomboa Wayahudi kutoka utumwani kule Misri. Tukio hili linaonyesha wazi kwamba mwanadamu ana udhaifu katika imani. Wale Wayahudi walivyokosa imani baada ya kupata shida ya kukosa maji pale jangwani, ndivyo hivyo na sisi hata leo katika kipindi cha Kwaresma, katika maisha yetu tunakosa imani. Kaa na kujitafakari, ujiulize, anzia sasa hivi uliporudi nyuma, kama na siku moja, mwezi, mwaka, miaka, mpaka tuseme pale ulipoanza kujitambua kwamba sasa wewe ni mtu mzima. Ujiulize, hivi kuna mahali ambapo nilikosa imani kwa Mwenyezi Mungu? Na utapata. Kama hujapata majaribu ya kukosa imani kwa Mwenyezi Mungu, basi mshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini wengi wetu mara zaidi ya mara moja tunapatwa na mambo kama hayo, na hasa pale tunapokuwa na shida. Kumbe, lakini bado tunamwona Mwenyezi Mungu ambaye ana uvumilivu kwa watu wanaolalamika. Mungu ana uvumilivu. Nadhani Mungu angelikuwa kama mwanadamu, sisi ambao tunakosa uvumilivu, labda tungelikuwa tunapata adhabu nyingi mara kwa mara. Lakini Mungu ni mvumilivu, anatusubiria. Kumbe somo hili liliandikwa, hao Wayahudi, mtu aliyeliandika
likumbushe vizazi vijavyo watakaolisoma, visirudie tena kosa la kusahau matendo ya Mungu wakati wa shida. Ndio maana hata sisi iwe fundisho kwetu kwamba Mungu hakuwa amewasahau wana shida ya maji akawapa maji, lakini na sisi tukumbuke ufundisho kwetu katika mateso, katika shida unazokuwa nazo wewe ninazokuwa nazo mimi, Mungu hajatusahau. Somo hili tukumbushe kitu cha kikubwa, Mungu bado yuko pamoja nasi. Sasa tunajifunza nini wapendwa zaidi? Jangwani si tu mahali pa kijiografia, ni hali ya kiroho. Somo hili tulipolisoma tumeona kweli Waisraeli, Wayahudi wale wako jangwani, lakini kwetu ni zaidi ya eneo la kijiografia. Si kwamba sisi tutaenda sasa jangwani kama wale watu, na hapana. Ni hali yetu ya kiroho pale tunapokosa Mwenyezi Mungu, tunapopata shida. Kiu ya maji ilifichua kiu ya imani. Narudia, kwa Wayahudi wale kiu ya maji ilifichua kiu ya imani. Walipata kiu ya maji, lakini hiyo kiu ikaonesha kiu waliokuwa nayo ya imani. Imani yao ambayo ilikuwa kumbe bado ni changa, imani yao iliyokuwa potofu. Ndiyo maana wakati mwingine shida zinatufunza na kuona hali zetu ziko namna gani. Pengine mtu unapokuwa hujapata majaribu, hujapata shida, unaweza kuona kwamba mimi niko vizuri, lakini imani yako ikijaribiwa katika shida, ndio utaona kwamba imani yako bado ina kiu, haijakamilika au bado. Ni kama mimi ambavyo huwa nawaambia, mtu anasema mimi huwa ni mwaminifu kwa vitu kama fedha, labda ni mwaminifu. Lakini kwa mfano ulishapata pesa, labda kufanya kazi kwenye pesa, na unaona unaweza nayo, hata ukichukua hii pesa hakuna atakayejua au nini, hapo ndipo utajua uaminifu wako. Kwa hiyo tuseme kwa ufupi, shida zetu zinaonyesha imani yetu ikoje, iliyo thabiti au hapana. Mungu anaweza kutoa maji hata kutoka mwamba mgumu, yaani hata katika mazingira ambayo hatutegemei, Mungu anaweza akatupa mahitaji yetu. Mfano, tunaweza tukaona mazingira haya ni magumu na ugonjwa huu utaniua, lakini Mungu akakuponya. Mfano, unaweza kawa na shida, labda ndoa ina matatizo, unasema sasa hapa ndio basi, lakini Mungu ana nguvu kuliko matatizo yetu. Na hapa tunaona sasa kivuli cha Kristo. Mtume Paulo baadaye atasema mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kristo ndiye mwamba utakaopigwa msalabani, na kutoka ubavuni mwake yatatoka maji ya uzima. Unajua Yesu alipochoma pale ubavuni yakatoka maji na yakatoka maji na damu. Naona sasa Paulo anatoa tafsiri kwamba ule mwanga ni kivuli kinachomwashiria Kristo, ambaye atakapokuja kupigwa na kuchoma mkuki yanatoka maji na damu, maji ya uzima. Somo la pili ni Warumi sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya pili na aya ya 5 mpaka ya 8. Mtume Paulo anasema hivi, nikuombe usome somo zima, mimi hapa nimechukua vitu vichache. Tukisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu. Upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado wenye dhambi. Kwa nini Mtume Paulo aliandika haya maneno? Barua kwa Warumi katika ujumla wake iliandikwa kufundisha kuwa wokovu ni neema, hakuna mwenye mastahili. Sisi kukombolewa na Mwenyezi Mungu, Yesu kufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutukomboa sisi, ni neema. Neema ni kitu ambacho unapewa free. It's a free gift. Ni zawadi, yani basi unapewa, sio kwamba una mastahili. Mimi na wewe hakuna anayeweza kusema kwamba Kristo alitukomboa kwa sababu tulikuwa na mastahili. Hapana. Ni sawa tunavyoweza kusema kwa mfano mimi na wewe kwamba tunaishi sasa hivi, si kwamba tuna mastahili. Labda yule aliyeitwa na Mwenyezi Mungu akafariki kwamba alikuwa hana mastahili au ana dhambi kuliko sisi. Hapana. Ni zawadi ya pekee, ni neema, na maisha yetu ni neema. Kwa Paulo aliandika barua hii kutaka kuwafundisha Warumi kwamba wokovu wetu ni neema, ni zawadi ya bure tu, bure kutoka kwa Mungu.
Na Paulo anawaeleza Wakristo wa Roma kuwa haki haitokani na matendo ya sheria pekee, bali kwa imani katika Kristo. Si katika kutimiza sheria pekee, matendo ya sheria pekee, bali imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Na Paulo kwa ufupi tuseme anasitizia kwamba wokovu ni zawadi ya bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba msalaba sasa ule wa Kristo kutundikwa msalabani ni udhibitisho wa kweli wa upendo wa Mungu. Na upendo wa Mungu haukatishi tamaa, hapana. Ye Mungu anatupenda bila kipimo ambacho huwezi mwanadamu akasema, na sisi inabidi tumrudishie huo upendo. Sasa tunajifunza nini? Tofauti na Waisraeli waliouliza, je, Bwana yuko nasi? Katika somo la kwanza, sasa Paulo anajibu hivi, ndiyo, Mungu yuko nasi kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Upendo wa Mungu si nadharia, si kitu cha kufikirika hivi, hapana. Upendo wa Kristo umejionyesha waziwazi, upendo wa Mungu umejionyesha waziwazi katika msalaba kutufia kwa ajili ya wokovu wetu. Wapendwa katika Kristo, sasa tuone somo la Injili. Somo la Injili ni refu, Yohane sura ya 4 aya ya 5 mpaka ya 42. Ni kuombe ukae utulie, ukianza kulisoma utaliacha. Ni simulizi refu linalomuonesha Yesu na wanafunzi wake wanafika mahali kuna kisima. Wanafunzi wanaenda kutafuta chakula, Yesu anabaki peke yake. Ni muda wa saa 6 za mchana, na baadaye mwanamke Msamaria anakuja kuteka maji. Anapokuja kuteka maji, Yesu anamwambia, nipe maji niweze kunywa. Yule mwanamke anamshangaa Yesu, wewe ni Myahudi, mimi ni mwanamke wa Msamaria, nitawezaje kukupa maji? Kwa sababu Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawachangamani kabisa kwa sababu ya historia ya nyuma huko. Ni kama walikuwa na ugomvi. Lakini Yesu anamwambia, ungelijua kwamba anayekuomba maji ni nani, ungelimpa. Na Yesu anaendelea kujifunua mpaka yule mwanamke anamtambua kwamba ni nabii. Na baadaye anaacha mtungi wake, anaenda mjini kuambia watu kwamba kuna mtu kule ni nabii, ameniambia mambo ya ajabu kabisa ambayo na kilichokuja kumfanya yule mwanamke amwone kama nabii ni pale Yesu alipomwambia kwamba nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Kitendo hiki kilimfanya mwanamke sasa anaendelea kupata ufunuo taratibu kwamba huyu aliyeniambia habari zangu za binafsi, private issues, huyu atakuwa ni nabii. Basi na simulizi linaendelea. Ni kuombe usome somo hili vizuri. Sasa ndio hapa Yesu anasafiri kutoka Uyahudi kwenda Galilaya, na maandiko yanasema ilimpasa apite Samaria. Na Wayahudi hawakupita Samaria kwa kawaida, kulikuwa na chuki ya kihistoria na kidini, lakini ilimpasa kwa sababu kulikuwa na roho yenye kiu inayomsubiri. Roho yenye kiu alikuwa ni mama yule Msamaria. Naona Yesu anaketi kisimani saa 6 mchana kama nilivyogusia, muda wa joto kali. Mwanamke anakuja kuchota maji peke yake, na wanasema mwanamke pengine asingeweza kuja majira kama hayo. Wanawake wengi wa Kiyahudi walipenda kuchota maji labda asubuhi na jioni wakati jua bado sio kali. Na wengine wataalamu wa Biblia wanasema kwamba huyu mwanamke kwa nini alikuwa peke yake? Maana daima wanawake walikuwa wanakuja kadhaa kwenda kuchota maji pamoja. Lakini wanasema huenda mwanamke huyu hakuwa na maisha mazuri mbele ya jamii, kwa hiyo ilibidi aende peke yake kwa sababu wanawake wengine wasingependa kuwa naye. Baadhi ya watu wanasema hivyo. Na kweli sasa haukuwa muda wa kawaida wa kutoenda kuchota maji. Kumbe inaonekana huyu mwanamke alikuwa anaepuka jamii kwa sababu ya historia yake ya maisha. Na Yesu anamngojea, anamwambia, nipe maji ninywe. Hili jambo la kushangaza. Myahudi anaongea na Msamaria, mwalimu anaongea na mwanamke, mtakatifu anaongea na mwenye historia ya dhambi. Ilikuwa jambo la kushangaza.
Hapa tunaona unyenyekevu wa Mungu, yani Yesu mwenyewe. Yeye aliye chemichemi ya uzima anaomba maji. Kiroho Yesu anasema nipe moyo wako. Panapomwambia nipe maji ninywe, yani kwa undani kiroho Yesu alikuwa anasema wewe mama, nipe moyo wako, maji ya uzima. Yesu anamwambia yeyote anywe maji nitakayompa hataona kiu milele. Yesu anamwambia yule mama. Ni wazi haya maji ambayo Yesu anatoa, ambayo mtu akiyanywa hataona kiu milele, haya si maji ya kawaida kama yeye ya kwetu. Ni neema. Ni neema, ni Roho Mtakatifu, ni uzima wa milele. Hayo ndio tukishavipata hivi neema kutoka kwa Mungu, tukampata Roho Mtakatifu na tukapata uzima wa milele. Tukishavipata hivyo hatuwezi tukapata tena kiu milele. Katika Injili ya Yohane, maji ni ishara ya uzima wa kimungu. Unajua maji ndiyo yanatupa uhai. Bila maji hakuna kitu chochote kinachoweza kustawi. Angalia mahali ambapo hakuna maji, hakuna uhai, hakuna mdudu, hakuna mnyama, hakuna hata miti wala nyasi. Kumbe katika Injili ya Yohane maji huwa inatumika kama ishara ya uzima wa kimungu. Sasa hapa tunagundua kuwa tatizo si kuwa tu na kiu. Tatizo ni tunakunywa wapi ukweli unaoponya. Yesu anamwambia umekuwa na waume 5. Nimeishagusia hilo, nikasoma kwenye maandiko matakatifu. Yesu hafunui jambo hili ili aibu itokee, kana kwamba anataka kumwaibisha yule mama au nini. Yesu hafunui ili aibu itokee, anafunua ili uponyaji utokee. Anaonyesha jeraha lake la ndani, utafutaji wa kupendwa. Pale Yesu alipomwambia mwanamke kamlete mume wako, mwanamke anasema sina mume. Anamwambia kweli, umesema vema, kwa sababu ulishakuwa na wanaume 5 na hata uliye naye sio wa kwako. Yesu alikuwa anampeleka, na kupitia hii mwanamke atafunguka. Naona hapa tunajifunza kitu kimoja kikubwa sana. Kristo hakemei kwanza, anaponya kwanza. Pengine tungelikuwa sisi tungelianza kumkemea yule mwanamke. Wewe mbona unaishi maisha ya ajabu sana? Ushakuwa na wanaume 5 na uliye naye sio wa kwako. Mbona maisha ya namna hii? Pengine mimi na wewe tungelimkemea. Lakini Yesu anapokutana mwenye dhambi, Yesu anapokutana na roho ambayo ina kiu inayomtafuta, Yesu anaponya kwanza na mambo mengine yanafuata. Anagusa ukweli, lakini huo ukweli anaugusa kwa upendo. Mwanamke ukiendelea katika simulizi anaongelea juu ya kwamba tuabudu wapi? Yesu anajibu, waabuduo wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Wamwabuduo Bwana wataabudu katika roho na kweli. Ibada, wapendwa, si suala la mlima au jengo. Ni wazi tunapenda kusali mahala kama kanisani, sehemu fulani ambapo pameandaliwa, lakini ibada ni zaidi ya jengo kama kanisa au tuseme mlima fulani. Ni suala la moyo unaomfungia Mungu kwa Roho Mtakatifu. Kitu cha msingi sana ni kufungua moyo wako. Na ndiyo maana Kwaresima tunayoendelea nayo leo, ikiwa Jumapili ya 3, Kwaresima inatuuliza, je, ibada yetu ni ya mazoea au ya roho na kweli? Hapa inabidi tuwe makini. Kila mwaka Kwaresima inakuja, ikiwa Jumapili tunaenda kanisani kusali au wengine kila siku. Je, ibada yetu kweli ni ya mazoea au ni ya roho na kweli? Jiulize. Kwa mara ya kwanza katika Injili ya Yohane, Yesu anasema waziwazi alipoendelea na mahojiano na yule mama wa Msamaria, anamwambia hivi, mimi ninayesema nawe ndiye, yani ndiye Masiha. Hatua zinaenda mbalimbali. Mwanamke yule anazidi kuwa katika imani. Yesu anajifunua si kwa viongozi wa dini kama wale wa Farisayo na kadhalika,
bali kwa mwanamke Msamaria ambaye kila Myahudi alikuwa anamuona kama adui, na mwanamke wa kawaida ambaye alikuwa hajakuwa na imani katika Masiha. Hii inaonyesha kwamba neema haichagui historia ya mtu. Narudia, neema haichagui historia ya mtu. Yesu, Mungu akitaka kujifunua kwako, haangalii historia yako kwamba ni mtu umezaliwa wapi, una rangi gani, kwamba maisha yako labda ni mazuri sana ndiye anajifunua kwako. Hata kwenye mdhambi ambao pengine tunamwona sisi kwa macho yetu ni mdhambi sana, Mungu anajifunua kwake. Na mfano mzuri si Mtakatifu Paulo. Kabla Paulo hajaitwa na Mwenyezi Mungu, alikuwa anawaua watu akitetea imani ya Kiyahudi, lakini alijifunua kwake. Akina Mtakatifu Agustino ambao walikuwa wanamtafuta Mungu, wamekula maisha wanavyojua, lakini Mungu amejifunua kwao. Sasa hivi ni watakatifu. Na wewe katika maisha yako huwezi amini, yawe mazuri yawe mabaya, yawe na dhambi ambazo unajua unazo, ukiufungua moyo wako, ukiufungua, Mungu anakuja kwako. Kumbe neema haichagui historia ya mtu. Na ndio maana wakati mwingine sisi tunapokuwa tunawahukumu watu, yule yuko hivi, yule kwenye jumuiya yetu hapo kai masakramenti alishamwacha Mungu. Hebu tuwe makini bana, twende nao taratibu. Huyu mwanamke anakuwa mwinjilisti. Mwinjilisti ni yule mtu anayetangaza injili. Maandiko yanasema hivi, baada ya hayo yote kumwona Yesu kwamba ni Masiha, aliacha mtungi wake akaenda mjini kuambia watu kwamba nimekutana na mtu kule, ni nabii, ni Masiha. Kuacha mtungi maana yake ni ishara ya maisha yake ya zamani. Anawacha ule mtungi, anaenda mjini na kushuhudia, njoo muone mtu aliyeniambia yote. Kumbe kuacha mtungi ni kuacha yale mazoea yako ya zamani, maisha yako ya zamani, na kukutana na Kristo. Hapa huyu mwanamke hakutoa teolojia ngumu, sijui kutoa maelezo makubwa. Njooni muone mtu aliyeniambia yote. Alitoa ushuhuda wa yaliyotokea, na wengi wakamwamini katika maandiko matakatifu. Ni kuombe usome somo hili. Kumbe uinjilishaji huanza na kukutana binafsi na Kristo. Narudia, uinjilishaji unaanza kwa kukutana binafsi na Kristo. Unajua, kwanza wewe ukutana kwanza na Kristo ukamtambua na akakugusa ukaiva, ndipo unapoweza kufanya uinjilishaji vizuri. Vinginevyo itakuwa ni blablaza hapa mdomoni. Ndio maana tunasema huwezi ukatoa kitu ambacho hauna, na tusifanye maigizo. Hebu tuguswe na Kristo kama huyo mama. Mwachie Yesu aingie katika moyo wako. Wapendwa, jangwani watu waliona kiu ya maji. Somo la kwanza. Msamaria ana kiu ya upendo wa Mungu. Sisi tuna kiu ya wokovu. Mungu alitoa maji kutoka mwambani. Kristo anatoa maji kutoka moyoni mwake, anatupatia sisi. Waisraeli waliuliza, je, Bwana yuko nasi? Ametuacha? Paulo anajibu, upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu. Na kweli ndivyo ilivyo. Yesu anathibitisha, maji nitakayompa yatakuwa chemichemi ya uzima. Wapendwa, kila mmoja wetu ana kisima chake. Kuna mitungi mingi tumeibeba: dhambi, majeraha, hofu, mahusiano yasiyokuwa mazuri na kadhalika. Leo Yesu anakaa karibu na kisima cha moyo wako, anakuambia hivi, kama ungalijua zawadi ya Mungu, kama ungalijua, ungelimkaribia Mwenyezi Mungu. Yesu akakupa maji ya uzima wa milele. Kwaresma ni wakati wa kuacha mtungi wa zamani na kunywa maji ya uzima. Yesu, chemchemi ya maji ya uzima. Tunakiri kuwa mara nyingi tumekuwa jangwani tukilalamika, tukijiuliza kama kweli upo pamoja nasi.
Tunakiri kuwa tumetafuta maji katika visima vya dunia, nguvu zetu, akili zetu na kadhalika, na bado mioyo yetu imebaki na kiu. Leo tunakuja kisimani kwako, tunakuomba ufunue ukweli wa maisha yetu kwa upendo wako, kama uliofanya kwa mwanamke yule Msamaria pale kisimani. Piga mwamba wa mioyo yetu iliyo migumu, mioyo iliyo migumu kama mwamba, na utoe maji ya neema. Mimina Roho wako ndani yetu, ili ibada yetu iwe ya roho na kweli. Tusaidie kuacha mitungi ya dhambi na tuwe mashahidi wa furaha ya kukutana nawe. Katika Kwaresima hii Baba, utupe maji yasiyokauka, ili siku moja tunywe nawe katika chemichemi ya uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.